Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Utoto Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Safu kwa Yesu, safu kwa Yesu, safu kwa Yesu. Tumeupata tudumishe haki na amani. haitoshi. Mmejibu kama mnasinzia au unasinzia wengine? Mmechoka mara hii? Utoto Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Safu kwa Yesu, safu kwa Yesu, safu kwa Yesu. Tumeupata tudumishe haki na amani. Jubilei 2025, Mahujaji wa matumaini. mahujaji wa matumaini. Jubilei 2025. Tunamshukuru Mungu kwa kongamano hili ambalo tumelifanya katika kanda yetu ya Mashariki. Kongamano ambalo tumepata nafasi ndani yake ya kujifunza kwa ukaribu zaidi na kuelewa zaidi safari hii ya hija tulionayo katika mwaka huu wa Jubilei 2025 ambao tunatembea nao kwa ujumbe mahususi kabisa wa mahujaji wa matumaini, na tunahitimisha kongamano letu kwa adhimisho hili kubwa la sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapoadhimisha sherehe hii, tunarudishwa katika lile lililotokea siku ya Alhamisi Kuu, Bwana wetu Yesu Kristo anapoiweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu, anapoweka sakramenti ya daraja takatifu ya upadre, na anapoweka amri mpya, amri kuu ya mapendo. Kwa hivyo tunaalikwa kutafakari zaidi juu ya upendo huo mkubwa wa Mungu, kukaa nasi katika Ekaristi Takatifu. Mungu ambaye anabaki na watu wake, Mungu anayekaa na watu wake katika fumbo hilo kubwa la Ekaristi Takatifu, Ekaristi ambayo ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Turudie wote watoto, ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Watu wa Ekaristi ambao ndio sisi, tunaalikwa kuwa watu wa umoja, tunaalikwa kuwa watu wa mapendo. Mtume Paulo katika kuwaandikia Wakorinto, katika somo la pili ambalo tumesikia, anawarudisha hata wao pia katika kutafakari lile ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alilifanya usiku ule uliotangulia kuteswa kwake. Anawakumbusha tendo hilo kubwa la Yesu kuiweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Na ni kwa nini Paulo anawaandikia hawa wa Korinto na kuwakumbusha juu ya tendo hilo kubwa la upendo wa Mungu kubaki nasi katika Ekaristi Takatifu? Kama ambavyo tumesema, Ekaristi Takatifu ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Paulo anawaandikia wa Korinto kwa sababu jumuiya ya Korinto ilifika mahali ikawa ni jumuiya ambayo imegawanyika.
jumuiya ambayo imegawanyika, mgawanyiko kati ya walionacho na wasionacho, mafarakano kati ya wanajumuiya na kadhalika. Sasa Paulo anawaandikia ili kuwakumbusha kwamba wao kama watu wa Ekaristi hawapashi kuwa watu wa mafarakano. Na kwa desturi walikuwa wakienda kuadhimisha Ekaristi, kabla ya kuadhimisha Ekaristi walikuwa wanakutana kwanza kwa wale chakula cha kawaida, alafu ndipo waingie katika kuadhimisha Ekaristi takatifu. Sasa katika vikundi hivi walivyokuwa wakila kabla ya kwenda kuadhimisha Ekaristi, kuna ambao walikuwa wana uwezo wanakuja na vyakula vyao vizuri, kuna wengine wanakuwa basi wapo hoehai hawana chakula. Na hii Paulo anaona kwamba si sawa. Kama watu wa Ekaristi, watu wa umoja na upendo, ni vizuri kukawa na ushirikiano kati yao. Kile ambacho wanakuja nacho kwa ajili ya kula kabla ya kuingia katika adhimisho la Ekaristi, anawapa mwito wa kushirikisha kwa wengine. Haifai mtu anayekuja kuadhimisha hilo fumbo kubwa la umoja na upendo asionyeshe kwanza upendo na mshikamano wake na wale ambao wanakuja kuadhimisha nao Ekaristi. Kufanya hivyo ni kupingana na kile ambacho wanakwenda kukiadhimisha. Kwa hivyo nasi tunapofanya sherehe kubwa hii ya Ekaristi takatifu leo, tunakumbushwa wajibu huo mkubwa wa kuwa na ushirika kati yetu, kuwa na ushirikiano kati yetu, kuwa na upendo kati yetu, kuwa na umoja kati yetu. Ekaristi takatifu, ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Turudie. Kwa jinsi ambavyo Paulo anawakumbusha hawa Korinto, ndivyo anavyotukumbusha nasi katika nyakati zetu. Na tunaona katika Injili ambayo tumeisikia kutoka kwa mwinjili Luka, Bwana wetu Yesu Kristo anaijiwa na makutano, anaijiwa na kundi kubwa la watu ambao walikuwa wakimtafuta, na wanapompata, wanapomfikia, anaanza kuwafundisha. Na anawafundisha mpaka inafika jioni, na wanafunzi wake wanamfuata na kumwambia kwamba basi ni vizuri ukawaaga hawa watu waende wakajitafutie kitu. Wamekaa na sisi, wamekaa nawe kutwa nzima, na sasa jioni inaingia. Ni vizuri waende wakatembee huko vijijini, watafute kitu chakula kidogo, watafute mahali pa kulala, kwa sababu hapa tulipo ni nyikani, ni jangwani, ni eneo kame. Basi Bwana wetu Yesu Kristo hawakubaliani na lile wazo la wafuasi wake kwamba waage watu waondoke zao. Badala yake anawaambia wafuasi wake wao wenyewe ndio wawapatie hawa watu wote chakula. Na tunaambiwa kwamba walikuwa wapata watu 5,000, wanaume tu bila kuhesabu akina mama, bila kuhesabu watoto. Na wao wanajikuta kwamba kuna hiyo mikate 5 na samaki 2. Sasa hiyo ni kitu gani kwa watu wengi namna hiyo? Bwana wetu Yesu Kristo amewaambia wao wenyewe ndio wawape chakula, na wanajiona kwamba hawana cha kutosheleza. Ndipo anawaamuru wafuasi wake wawaketishe hawa makutano, na anatoa ile mikate 5 na wale samaki 2, anavibariki na anawapa wafuasi wake wawagawie watu wote. Na tunaambiwa wamekula wote na wakasaza, wakakusanya
vikapu 12. Ndugu zangu wapendwa, tukio hili linatokea eneo ambalo kama ambavyo tumesikia wafuasi wanasema hapa ni nyikani, ni jangwani, ni eneo kame. Tunaposoma injili hii katika adhimisho hili la sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunakumbushwa kwamba katika maisha yetu tunapokuwa na ukame wa maisha, ukame wa mahangaiko, ukame wa kujitenga na Mungu, Kristo daima yupo pamoja nasi kuturudisha kwa Baba, yupo daima pamoja nasi katika hiyo Ekaristi Takatifu kutupa nguvu katika udhaifu wetu, katika ukame wetu tunaokuwa nao. Na anawaambia wafuasi hawa wao wenyewe ndio wawape hawa makutano chakula. Ni wito kwetu sote kama watu wa Ekaristi. Ninyi watoto ni watoto wa Ekaristi. Mtu wa Ekaristi ni yule ambaye anajigawa yeye kwa ajili ya wengine. Yesu anapowaambia wafuasi wake hawa wawape wao wenyewe chakula, ni wito kwao na ni wito kwetu sote wafuasi wake, watu wa Ekaristi, kujigawa kwa ajili ya watu wengine. Katika mfano wa yeye mwenyewe Bwana wetu Yesu Kristo anayejigawa kwa ajili yetu, anayebaki kati yetu katika fumbo hilo kuu la Ekaristi na kutushibisha. Mkristo anaalikwa kuwa mtu wa Ekaristi, mtu wa kujigawa, mtu wa kujisadaka kwa ajili ya wengine. Wapeni ninyi wenyewe chakula. Kwa hiyo Kristo anatutuma tuwe tunahangaika kwa ajili ya wengine. Tunapoadhimisha hii Ekaristi Takatifu, tunapoadhimisha sherehe kubwa, tunakumbushwa wajibu huo wa kujihangaisha kwa ajili ya wengine. Unapokuwa shuleni, unapokuwa nyumbani, unapokuwa katika mazingira mbalimbali na watoto wenzako, uwe ni mtu wa kuona shida za wengine na kuwa tayari kujisadaka kwa ajili ya kuwasaidia katika hizo shida zao. Umeelewana watoto? Muwe watu wa kujisadaka kwa ajili ya wengine. Ndilo ambalo tunakumbushwa na Bwana wetu Yesu Kristo tunapoadhimisha sherehe hii ya Ekaristi Takatifu leo, jinsi ambavyo yeye amejitoa kuwa chakula chetu, ili katika safari yetu ya kwenda kwa Baba, katika safari yetu hii kama mahujaji wa matumaini, tuendelee kupata nguvu hiyo ya kimungu. Na tunapopata nguvu hiyo ya kimungu na kuimarishwa nayo, basi tuwaimarishe na wengine na tuwe wa msaada kwa wengine. Hawa wafuasi tunaona maelekezo ambayo kati ya maelekezo wanaopewa na Bwana wetu Yesu Kristo, wanapoambiwa waketishe hawa makutano katika makundi, na tunaambiwa wanawaketisha katika makundi ya takriban watu kama 50 hivi, ili waweze kuwaandalia vizuri, kuwagawia vizuri hicho chakula. Ni ukumbusho na ishara kwetu ya kwamba tunapojumuika kuadhimisha Ekaristi Takatifu, tunajumuika kama jamii moja ya Kristo, jamii ya wafuasi wa Kristo. Hatuiadhimishi Ekaristi Takatifu kiupekee tu kwamba utoke tu hapo basi wewe mwenyewe uende ukakae mahali fulani uadhimishe Ekaristi. Ekaristi Takatifu inaadhimishwa katika jumuiya. Ekaristi Takatifu inaadhimishwa katika kundi la wafuasi wa Kristo. Ni ukumbusho kwetu kwamba katika safari yetu ya kumwelekea Mungu Baba, tunaalikwa kufanya safari hiyo, na kwa namna pekee tunapokuwa katika huu mwaka wa hija, mwaka wa jubilei ya matumaini,
tunaalikwa kujiunga pamoja, kutembea pamoja katika safari hiyo, kama ambavyo tunakumbushwa na ujumbe mahususi wa sinodi ambayo imekamilika hivi karibuni, sinodi ya maaskofu, ikitualika kanisa zima tembea pamoja. Kwa hivyo jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo anatoa maelekezo kwa wafuasi wake waketi katika makundi, ndivyo tunavyoalikwa nasi kutokuwa peke yetu. Daima tuwe katika kundi la wafuasi wenzetu. Daima tuwe katika kundi linalodhihirisha umoja wetu, kundi linalodhihirisha upendo kati yetu. Ekaristi Takatifu ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Jubilei 2025, maujaji wa matumaini. Watoto wapendwa, tunapoadhimisha sherehe hii ya Ekaristi Takatifu, ni nafasi pia ya kujikumbusha juu ya uchaji tunaopaswa kuwa nao kwa Ekaristi Takatifu. Mmekuwa hapa kwenye kongamano tangu lini? Tangu Alhamisi. Haya, mlikuwa mnalala wapi? Wapi? Mbona siwasikii? Dining hall iko wapi? Kule uwanjani, upande wa pili. Haya, sasa nawauliza swali moja. Mlipokuwa mnaenda uwanjani kule dining hall au sehemu ya kulala, ni wangapi walivyokuwa wanakatisha mbele ya kanisa walikuwa wanakumbuka kuinamia kanisa, kwamba wanakatisha mbele ya Ekaristi Takatifu? Nasikia kati yenu wengine wasema wewe muongo. Mnaambiana ukweli Ni wote mlikuwa mnainama pale mnapopakatisha mbele ya kanisa? Hapana kuna wengine walikuwa wanapita tu kama vile wanaenda kucheza mpira. Shusheni mikono. Kwa hiyo umejikumbusha wenyewe kwamba mnapopita mbele ya Ekaristi Takatifu, mbele ya kanisa, unapaswa kufanyaje? Kuinama, kuonyesha uchaji wako mbele ya Ekaristi Takatifu, kwa sababu kanisani pale yuko Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai, na tunaalikwa kila tunapokatisha eneo la kanisa tuiname kutoa heshima yetu kwa Ekaristi Takatifu. Ni wangapi kati yenu wanapokwenda kukomunika huwa wanakumbuka au kuinama kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu au kupiga goti kabla hujasimama na kupokea Ekaristi Takatifu? Wangapi wanafanya hivyo? Mikono inaendelea kupungua. Tena wengine wanakuja na viganja utakuta vimechafuka Ndio maana tunaalikwa kama unaona mkono wako mchafu upokee kinywani, kwa sababu ya heshima kubwa tunayokuwa nayo kwa Ekaristi Takatifu. Hivi karibuni baba askofu msaidizi alikuwa anahubiri mahali fulani, nadhani ilikuwa siku ya kipaimara, sikumbuki parokia gani, na akawakumbusha waamini kwamba wanapokuja kupokea Ekaristi Takatifu waje katika hali ya uchaji. Sio anakuja, alitumia neno, mtu anakuja wangu. Yaani anakuja tu utafikiri anaenda yuko sokoni au mahali ambapo ni pa kawaida. Anakuja pasipo kujiandaa, anakuja na anapokea pasipo hata kuinama kwanza kabla ya kujiongea Ekaristi. Walau mmoja anapokuwa mbele yako anayepokea, wewe unayekuwa nyuma yake, angalau ufanye ishara moja hapo, ama uiname ama upige goti na kunyanyuka kisha ujongee kupokea Ekaristi Takatifu. Tunakumbushwa tuwe watu wa uchaji kwa Ekaristi Takatifu. Lakini pia lililo kubwa zaidi, tunaalikwa kabla ya kujongea Ekaristi Takatifu tuwe tumejiandaa vizuri. Unapokuja kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, tuwe katika hali ya neema, hali ya utakaso.
Na hilo tunakumbushwa mara nyingi katika maparokia yetu. Basi kuna nafasi ya kujongea sakramenti ya kitubio mara nyingi angalau siku za Jumamosi, ili kutuandaa. Unajua kwamba kesho yake ni Dominika, ni siku ya Bwana, ni siku ya kwenda kushiriki adhimisho la Ekaristi Takatifu. Basi tukumbuke daima kwenda kujiandaa kabla ya adhimisho. Hayo yote tunakumbushwa kwa namna pekee leo tunapofanya sherehe hii ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini. Basi tunapohitimisha kongamano letu, tunaporudi majumbani, majimboni mwetu, tukumbuke daima kuwa watu wa Ekaristi, watu wa kujigawa kwa ajili ya wengine. Daima tukumbuke kuwa watu wa kuhangaika na kushughulika kwa ajili ya wengine. Tukumbuke daima ya kwamba Ekaristi Takatifu ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Kwa hiyo kupokea kwetu Ekaristi Takatifu utugeuze kuwa kweli watu wa umoja, watu wa mapendo, watu wanaohangaika kwa ajili ya mahitaji ya watu wengine. Tumsifu Yesu Kristo.